Asante. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu katika kipindi chetu kizuri cha neno la Mungu, ambapo tunajifunza mambo mbalimbali kuhusu neno la Mungu kwa kadiri Mungu atakavyotuongoza kupitia Roho Mtakatifu wake. Kabla ya yote, ningependa kukukaribisha kabisa wewe unayenitazama, wewe unayenifuatilia kwa njia ya YouTube channel. Napatikana kule kwa jina la Kyo Baraka, TikTok pamoja na Facebook Baraka Kyo. Utayapata maudhui haya vizuri kabisa na Mungu atakusaidia. Usisahau kusubscribe channel yetu kwenye YouTube channel kuendelea kupata taarifa au mahubiri mbalimbali yatakayokuwa yanaendelea kupitia channel yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa utangulizi, majina yangu ni Baraka Ndetaulwa Kyo. Nimeokoka, nampenda Yesu, ni kijana, sijaoa. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, siku ya leo ningependa kujifunza au kushare na nyinyi mambo machache kuhusiana na neno la Mungu. Na leo nimechagua somo ambalo nimelipa kichwa kinachosema pokea ushindi wa Yesu ili utumie kukishinda kinachoshindana na kukupinga. Kichwa cha somo ni pokea ushindi wa Yesu ili utumie kukishinda kinachokushinda au kinachoshindana na kukupinga. Kwa wale wanaoandika, pokea ushindi wa Yesu ili utumie kukushindia au kushinda kinachoshindana na kukupinga wewe. Neno kuu katika somo letu ni kitabu cha Wakorinto wa kwanza mlango ule wa 15 mstari wa 57. Kitabu chetu ni Wakorinto wa kwanza mlango wa 15 mstari wa 57. Neno la Mungu linasema, lakini ashukuriwe Mungu awezaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Nitarudia. Lakini ashukuriwe Mungu atupae kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa wale wanaoandika, kichwa cha somo ni pokea ushindi wa Yesu ili utumie kukishinda kinachoshindana na kukupinga wewe. Neno kuu Wakorinto wa kwanza mlango wa 15 mstari wa 57. Lakini ashukuriwe Mungu atupae kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Neno lingine ambalo litatuongoza katika somo letu ni kitabu cha Yohana mlango wa 16 mstari wa 33. Yohana 16:33. Neno la Mungu linasema, hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yenu. Ulimwengu mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Nitarudia Yohana mlango wa 16 mstari wa 33. Neno la Mungu linasema, haya nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yenu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Wapendwa katika Bwana wetu Yesu Kristo, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu mtazamaji unayenisikiliza kupitia YouTube channel, unayenisikiliza kupitia mitandao ya kijamii ikiwemo Facebook na Instagram pamoja na TikTok. Watu wengi wanatembea duniani wakiwa na mapambano makubwa sana ndani ya mioyo yao.
Wengine wanapambana na matatizo magumu sana, wengine wanapambana na hofu, magonjwa, hali ngumu ya maisha na majaribu mengi ambayo yanawasonga. Lakini leo Mungu anasema kwa ushindi, anasema na wewe kupitia sauti unayoisikia kwamba kuna nguvu ya ushindi utakayoipokea itakayokuwezesha na kukuvusha katika mazingira uliopo au katika hiyo hali unayopitia. Haijalishi ni ugumu wa maisha, haijalishi ni hali gani yoyote unayopitia. Lakini siku ya leo iko nguvu ya ushindi ambayo inakuja ndani yako. Ipo nguvu ya ushindi ambayo Mungu ameitengeneza, ameiandaa kwa ajili yako wewe msikilizaji, wewe mtazamaji unayetazama video hii. Tukiangalia kwenye vitabu au mwongozo ya masomo yanayotuongoza kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, anaeleza kwamba lakini na ashukuriwe Mungu atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Ushindi wa Yesu Kristo. Ushindi wa Yesu Kristo. Lakini ashukuriwe Mungu atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Ushindi wetu upo ndani ya Kristo Yesu. Ushindi wetu upo ndani ya Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiendelea katika kitabu cha Yohana sura ya 16 mstari wa 33, anasema na waambieni hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yenu. Ulimwenguni mnayo dhiki kama unayopitia wewe, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Huyu ni Yesu Kristo alikuwa anawaambia wanafunzi wake kwamba ulimwenguni mnayo dhiki. Hakusema kwamba duniani hakuna dhiki. Hakusema kwamba duniani hautapitia changamoto. Hakusema kwamba duniani hautakutana na majaribu unayokutana nayo. Alisema duniani mnayo dhiki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kama tulivyosikia neno la Mungu linavyosema, duniani mnayo dhiki. Dhiki ipo, lakini hii dhiki tunaishinda vipi? Tunaishinda kwa kutumia jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tunaishinda kwa kutumia jina la Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye alikufa pale msalabani, akamwaga damu yake, akatutolea hatia zote, akafuta dhambi zote, akafuta magonjwa, laana na kila aina ya mateso. Bwana Yesu asifiwe. Watu wameshindwa au wamerudi nyuma kiimani, au wameshindwa kulitumia jina la Yesu au kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wao. Wengine walikuwa wameokoka lakini wakarudi nyuma kutokana na mambo yalivyokuwa magumu, ugumu wa maisha, changamoto, kukatishwa tamaa. Yamkini waliowakatisha tamaa ni watu wa karibu sana. Waliowakatisha tamaa ni watu waliokuwa wanawaamini sana, marafiki, wazazi, mke, mume, mtoto, mzazi, mtu yoyote yule. Yamkini ametumika kwa namna yoyote kukufanya ukarudi nyuma kiimani na ukashindwa kupokea ushindi ambao Yesu aliupata pale msalabani. Bwana Yesu atusaidie. Haya nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yenu. Ulimwenguni mnayo dhiki. Hiyo dhiki ipo. Yesu Kristo naye alipitia hiyo dhiki. Hebu piga picha, Yesu Kristo kabla ya kufa msalabani alipitia mangapi? Yesu Kristo alikataliwa. Yesu Kristo alipingwa na watu ambao walikuwa wanampinga sana. Kuna watu wanaitwa Mafarisayo. Hawa walikuwa wanakwenda kinyume na Yesu, walikuwa wanamtafutia kila sababu ya kumshtaki, lakini hawakuweza. Kwa nini walikuwa wanafanya hivyo? Kwa sababu walikuwa wanajua kuna kitu kipya au kuna tumaini jipya ambalo lilikuwa ndani ya Kristo Yesu, na hilo tumaini lilikuwa linafanywa vita vikubwa ili kuzuia ukombozi na hatima ya watu wa Mungu. Lakini Yesu Kristo kupitia nguvu za Mungu
aliweza kuvishinda vishawishi vyote, aliweza kuvishinda vikwazo vyote, akaweza kuwashinda Mafarisayo na walimu ambao walikuwa ni walimu wazuri wa sheria. Aliwashinda kwa kutumia hekima na maarifa ambayo Mungu aliachilia ndani yake kwa kusudi la yeye kufa msalabani, ili kwamba atukomboe, atupe ushindi kupitia damu ya Yesu. Na huo ushindi ndio ushindi ambao na kuambia sasa, ili uutumie ukapate kukusaidia katika maisha yako. Wapendwa katika Bwana, inawezekana unapitia changamoto kubwa sana na ngumu katikati ya maisha yako. Mara pengine umeona kukata tamaa. Mara pengine umewaza hata namna ya kuondoa uhai wako. Mara pengine umejaribu hata kuondoa uhai wako, lakini Mungu akawa anafanya namna au analeta watu wanakuondoa katika ile hali ambayo ilikuwa ikukuta. Siku ya leo pokea ushindi wa Yesu ili utumie kushinda vita unayokusumbua. Pokea ushindi wa Yesu ili ukusaidie kushinda vita inayokusumbua. Pokea ushindi wa Yesu Kristo kwa damu yake Yesu, ukusaidie kushinda katika majaribu yanayokusumbua, vita inayoinuka kwenye familia, magombano ya kila mara, vita inayokutesa katika familia, ndoa haina amani, vita vimetawala katikati ya familia, mama hauelewani na mume, mke hauelewani, mume hauelewani na mke, watoto hauelewani na wazazi. Siku ya leo pokea nguvu ya jina la Yesu ikapate kukusaidia. Katika Biblia tunaona kwamba ushindi wa Yesu si hadithi tu, bali ni nguvu halisi inayoweza kubadilisha maisha ya mtu. Katika Biblia tunaona kwamba ushindi wa Yesu si hadithi. Si hadithi tu. Hatusomi kama hadithi kwamba Yesu alikufa msalabani, akamwaga damu yake kwa ajili yetu. Hapana. Kuna nguvu halisi inayobadilisha maisha ya mtu. Ukiamini kwamba Yesu alikufa kwa ajili ya maisha yako, ukiweka imani na kumwamini Kristo Yesu, mambo yako yanaenda vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninafurahi kwa kuwa unaisikiliza au unasikiliza mahubiri haya, yatakutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Mahubiri haya yatakutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kichwa cha somo ni pokea ushindi wa Yesu ili utumie kukishinda kinachoshindana na kukupinga. Bwana Yesu asifiwe. Yesu tayari ameushinda ulimwengu. Yesu alisema hayo katika kitabu cha Yohana sura ya 16 mstari wa 33. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Katika somo letu hili kuna mambo matano ambayo yanapatikana ndani ya hili somo. Sasa leo tutajifunza jambo la kwanza na la pili na la tatu kwa kadiri Mungu atakavyotujalia. Na vipindi vinavyofuata tutazidi kuendelea. Jambo la kwanza linalopatikana katika somo letu, Yesu tayari ameushinda ulimwengu. Ukiangalia katika kitabu kile cha Yohana sura ya 16 mstari wa 33, Mungu anasema, Yesu anasema, ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie sana. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Hayo ni maneno Yesu alikuwa anasema wakati alipokuwa ameimaliza kazi yake, alipokuwa anaitimiliza kazi yake hapa duniani. Ukilitafakari hili neno, limebeba ujumbe mkubwa sana. Ulimwenguni mnayo dhiki. Tafsiri yake ni kwamba hata Yesu mwenyewe alipitia hiyo dhiki. Kabla ya Yesu kwenda pale msalabani, alikutana na majaribu magumu. Yesu alikutana na kukataliwa. Yesu alikutana na usaliti.
Yesu Kristo alikutana na mijeledi. Yesu Kristo alikutana na mkuki. Yesu Kristo alivishwa taji ya miiba katika kichwa chake. Alichomwa mkuki, akachomwa na misumari kwenye mikono yake.